Jitayarisha uniambie. Kwa sawa? Tuombe kwa ajili ya neno. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uweza ni wewe Kristo. Umeinuliwa juu, umeinuliwa Baba wa mbinguni. Hakuna na kutakuwa mwingine kama wewe. Wewe ni Baba yetu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfalme. Nanyenyekea chini ya miguu yako wakati wa Yesu, nikiomba mwana wa Mungu kakubali kunena nasi. Roho Mtakatifu wa Mungu, mwalimu mkuu, na kusihi na kuomba ukubali kushuka unene na kila mmoja wetu pamoja nami. Weka maneno kwa kinywa changu, kwa my spirit. Naomba ufunuo mpya kutoka kwako Kristo. Tuhudumie na utufikie na njia ya kipekee. Na kushukuru mwana wa Mungu kwa sababu umetuleta pamoja. Naomba utakaze mioyo yetu Jehova. Takaza hata mawazo yetu. Takasa kila mmoja wetu. Tuomba mafuta mapya, ufufuo mpya kutoka kwako, ufunuo mpya kutoka kwako Yesu. Nena nasi mwana wa Mungu. Ninaomba ukanipe neno la hekima na knowledge. Hata ninaponena neno lako Kristo, litukomboe sisi zote. Tufikie na njia ya kipekee. Naamini umesikia na umetenda na utatenda. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo kila mmoja wetu aseme amen. Alafu tuketi. Tuseme amen alafu tuketi. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno ya kuamini Mungu juu ya kutenda mambo makuu, believing God upon great things. Siku ya leo neno yenye tutaona katika John 11 ni refu. Chapter 11 karibu yote nitaruka luka. Kwa hivyo tutaanza na 11 verse 1 to 6. Hiyo ingine nitaenda nikirukaruka kidogo kidogo. Ninajua tutaenda pamoja. Ninasikia nisishinde kusema what is belief. Naona ni kama karibu mmoja wetu anajua kuamini ni nini. Ninawakaribisha nyinyi nyote katika jina kuu la Yesu Kristo. Msikie mkiwa huru katika nyumba la Baba, hata wenye ni wageni, hata wenye ni wa hapa. Nyinyi nyote ni watoto wa Kristo, sisi sote ni wa Mungu. Kwa hivyo sikia ukiwa huru katika nyumba la Baba. Ninajiuliza na tunajiuliza ni kwa nini tuendelee na kusoma mambo na kubelieve, kuamini Mungu juu ya kutenda mambo makuu. Maana labda kunao hawajafuatilia, kunao walisahau. Na kulingana na venye tulisoma kwa Matthew 13, kunalingana na wewe uko grupu gani. Either ni ya wale ambaye mbegu sinaanguka kando ya barabara, that is kukosa kuelewa, ikihubiriwa uelewi. Ama ni wale ambaye wanaipokea kwa furaha, lakini wakienda siku chache wanjaribiwe na kenye walipokea wanakwazo ama wanakuwa offended, so wanaachilia hiyo kitu. Ama ni wale sawa wanapokea, wanaelewa, lakini shughuli za kutafuta mali na njia ya uongo sinasonga lile neno linaondoka. So unaachwa na mambo ya shughuli ya kutafuta mali. Si mbaya, lakini usitafute na njia ya uongo. Ukitumia uongo naye inasukuma neno. Inaondoa neno, unaachwa na uongo na mambo na kutafuta mali. Kwa hivyo hawa mwisho nao ni wale ambao wanalisikia, wanalielewa. Naye pia wamewekwa kwa grupu tatu kulingana venye unaelewa na unalisikia na kulitenda. Basi ukielewa na kusikia na kulitenda kulingana na wewe, kulingana na venye umeelewa, unasaa mara 30%, 60% ama 100%. Ndo maana sasa si sote hatunjafika kwa pale kwa kuzaa. Nasema si sote. Na ikiwa basi tumefika bado hatujazaa 100%, hiyo ndio shida yenye tuko nayo. Na ndio maana Jehova ametuleta pamoja tuendelee na kuelewa, tuendelee na kusikia, tuendelee na kusoma what is belief. Na tuna believe about what? God juu ya kutenda mambo makuu. Tunayatenda anje. Kwa hivyo kwa scripture ya leo, maandiko ya leo, tutaona mengi kubelieve. Na the more we hear about believing, naamini hivyo ndivyo imani yetu itajengeka. Tutaendelea na kuamini kisha tutaweza kutenda mambo makuu. At the end of the sermon
naamini hata mimi ya kwamba kuna watu wataenda hatua ingine, na tukikutana tena kuna watu watakuwa wameanza kutenda mambo makuu. Ikiwa hakuna, ninaamini na nitatenda before tukutane Sunday. Kwa hivyo basi tutaenda moja kwa moja, ni kwiti ataniruhusu nisome na Kiswahili. Sijui kwa nini nilisikia niwe nasoma na Kiswahili, labda kuna sababu. Mimi si msomi kama yeye, lakini ninaamini nitasoma, tutaendelea nisome na lugha moja ili tuweze kusikanisha pamoja. Kwa scriptures za leo, maandiko ya leo, tutaona mengi kuhusu delay, gucerithirio, that is gucerithirio kana gucererwo tena. Na kumbuka hii ni Sunday ya pili, we are dressing on the issues of delay. Hii yenye tutaona ya leo ni kwamba delay zingine ni za Mungu. Delay zingine ni za Mungu. So si kila delay unastahili kukemea. Si kila delay inaletwa na shetani. Hii yenye kwa hii scripture yenye tutasoma leo ni ya Mungu. Hii ilitendwa tu ili tutaona kwa maandiko ni kwa nini. Kwa nini hii delay yenye tutaangalia leo ni kwa nini ilikuweko? Ni kwa nini? Tutasoma kwa maandiko ili tuweze kushikanisha. Ninasoma juu ya nani, ni kwa nini, alafu ninajua Kristo ataleta hiyo neno kwako na kwangu tuweze kusoma, maana hii delay yenye tuko nayo ni ya kutufanya tusome ili tuamini Mungu. Hii ni ya masomo. Kwa hivyo tutaingia moja kwa moja, nitasoma mistari michache kisha nitaelezea kulingana na uweza wa Mungu. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana malamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maubu wakatuma ujumbe kwake akisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbo lake na Lazaro. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuweko. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Nitafikisha pale kwanza kwamba kulikuwa na huyu rafiki wa Yesu. Wote walikuwa marafiki wa family. Sijui ni kwa nini leo Mungu alitaka tuone asante ni family, kwamba kulikuwa na ndugu mmoja ambaye tunasoma juu yake anaitwa Lazarus. Then kuna Martha, Mary, wacha niangalie na Kiingereza ili nisikosee. Kulikuwa na Mary na kulikuwa na Martha, that is Martha and Mary na Lazarus, walikuwa watatu, and all of them walikuwa wa the same family. They were brother and sisters. Tunaona the 3 of them pia walikuwa marafiki wa Yesu. Yesu alikuwa anawapenda na wao walikuwa wanapenda Yesu. Ikafika siku moja kwa wale sasa, sijui kwa nini Mungu anataka tuangalie issues of family. Niliona ni issues kama ine yenye tunaangalia, issues of family, issues of jobless, marriage na sickness and money. Na ni kama Ruben ameipitia tu kwa hiyo kipindi ya prophecy. Hizo ndizo Jehova alikuwa amenena nami. Nilikuwa nasiona hata kwa wachache, nilikuwa nikawaona kabisa, huyu ako kwa hii, huyu ako kwa hii, huyu ako kwa hii. Lakini wacha tusikie maandiko ili maandiko yenyewe ikumulike. Ninawajua, lakini Jehova alinifunulia kwa wachache kabisa, na nikaona huyu ako hivi, huyu ako hivi, issue yake ndio hii. Basi usisahau I'm addressing 4 issues, although tutaongezea kuna jobless kwa gawira, sickness, mirimo,
issues of marriage, maundu megi hiko. O tena hata last Sunday tulikuwa pale na issues of money, miena ya mbia, maundu megi mbesa, mathina ma mbesa, that is. Tunaona kwamba huyu mwenye tutasoma juu yake ataongea mambo na pesa, tutaongelelewa mambo na pesa. Hii ni ufunuo yenye nilipata, lakini tutaiapply venye maandiko inasema kwamba Lazarus alikuwa rafiki wa Yesu, tena Martha and Mary. Wacha ni watanje na Kiingereza. Lazarus ndiye aligonjeka na maana walikuwa marafiki. Hao walikuwa wamejua Yesu tayari. Walikuwa wanajua Yesu anafanya nini, Yesu ni mponyaji, anaponya. Basi kwa haraka sana walitumana. Ni nani huyu alitumana? Sisters Martha and Mary walitumana kwamba Yesu aende aambiwe rafiki yake huyu Lazarus kwamba ameungua na kuna shinda. Kwa hivyo aende amuombe na njia nyingine. Na ni kama tu ile ya last Sunday. Lakini tunasikia nini? Yesu, kumbuke walikuwa marafiki, hakuenda kwa haraka. Aliendelea na kenye alikuwa anafanya. Hakuenda. Hapo ndipo ninaongelelea mambo na ndile. Aliendelea na kenye alikuwa anafanya. Aliendelea kukaa mahali alikuwa. Though alikuwa rafiki. Nasema alikuwa rafiki. Last weekend mpaka tuonane tena, kuna area marafiki wataku affect if you are not going to be careful. Nasema ni rafiki, si mtu wa mbali, ni mtu wa karibu, that is. Either ni mtu wa nyumba ama ni mtu mnafanya kazi na yeye, mtu mwenye ako karibu sana. Ataku affect na kuna kenye hata wewe utasikia ni kama hakuna urafiki, ni kama hatuko pamoja. Na imekuwa hivyo kwa muda sasa. Tangu tusome mambo ya Daudi na mtoto wake na rafiki yake, venye walimkimbisha na venye walienda, urafiki mwenye alikuwa karibu sana alienda upande wa Absalom. Kutoka hiyo siku mpaka tuendelee, nafikiri itaisha wiki hii. Imekuwa hivyo. Marafiki wamekuwa wakututesa, lakini si ate ni mashetani. Ninataka uelewe leo, wametumiwa na Mungu, wamekuwa kitumika ili tusome mambo. Lakini ninasikia maana watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Tumechukia hawa marafiki, tumekuwa na grudges, tumesikia vibaya, lakini wametumiwa na Mungu. Nasema yeyote ule umepepa saa hii, maana kuna area alitenda mabaya, alikusaliti, alikufanyia, unjue alitumiwa kufanya hivyo na Mungu. Maana kuna kile Mungu alikuwa anataka usome. Hapa nirudi kwa Yesu. Yesu alikuwa rafiki wa the three. Lakini wakati aliambiwa issue ya Lazarus, yeye hakusulika, si ati hakunjua, alijua. Alielewa, angesulika hata. Lakini aliendelea kukiwa na purpose. Alikosa kusulika kwa haraka kukiwa na purpose. Purpose zingine huwezi ukasiona wakati delay imeokaa. Hauwezi, maana sisi ni watu. Na of course kukitokea mambo, tuna judge, tunaongea, tuna make judgment, tuna make long judgment. Kwa hivyo ninaomba tuelewe ya kwamba zingine zinaletwa na Mungu. Labda ni customer mwenye alikuwa amezoea kununua vizuri na muna relate well, all of a sudden akatani kuwa kitu ingine. Na zingine nasema simeletwa na nani? Hope Mungu atakusaidia uelewe, maana usipoelewa ule mwovu shetani atakunja achukue. Hiyo ndio shida. Usipoelewa ama upigane naye uyundinaye. Unajua kuna naye ukose kumbelieve, unjue itachukuliwa kwa haraka, uachie hao wengine tuendelee na wao. So ningeomba tu tafadhali useme ni kweli. Kweli hata fulani. Wacha kumundauti wewe mama, ni kweli. Ulikuwa usome, ndio maana nilikuona na vitabu. Haleluya. Wacha nisiende kwa mtu mmoja, maana tumeanza kuongea na yeye. Don't deny. Nikusoma. Unajua, wacha nimhudumie tu, alafu nirudi. Ili utoke kwa nduka ama business kandogo uende juu,
lazima kuwe na watu wa kusomesa. Usiposoma hii, usiposoma hii ya maandiko unaletewa aragia ini mwaragia ugo niguo kuri ni moko bingurura mabukue ngire rai. Tusikize tena. Mimi nilipata ufunuo, nafikiri huyo mwenye niliona nampenda sana, nafikiri labda hata mimi niko wa ngurubu hii. Nilipata sona shindanga hapo nikisema. Umeelewa Kenya nasema? Nikisema. So katika hali ya kusema, unaelewa Kenya nasema? Mfanyie nini hiyo yote, nikaona amepewa vitabu, anafunzwa na marafiki. Maana ukikosa kuelewa hii inachukuliwa naye. Mungu ni nani? Analeta rafiki. Maana anakupenda. Analeta jirani, analeta customer, wacha asiwe rafiki, wacha nimuite customer. Analeta mtoto, analeta mke. Kumbe hata mume yako sawa. Analeta mtu unasikia no. Na vile nimejitolea, unaanza huyo mtu amecomplain sana. Na vile hiyo ni yako. Unjue nikuvuza hapa inaendanga huwa. So inaletwa na njia yenye unaona. Utakumbali, ukipita hiyo utatenda makuu. Unatoka kwa hiyo ka small business uende kwa bigger one. Hiyo ni yetu. Jina la Yesu lipewe sifa. Usimchukie huyu ako pale ameletwa na Mungu ili usome. Yes, ameletwa na Mungu. Watu wengine hata wale ambao tuko na tunyumba tu kukondeza, kuna wengine wanaletwa hapo wakiwa mashetani ili wacha nimalize hiyo. Ukimaliza kusoma anaondoka. Ikiwa ametumwa akusomese kitu maana ulikosa kuelewa hii, anakutesa. Mara nyingi anatoka hata na pesa yako, anakunena mambaya, akiondoka unarudisha kamba. Kumbe ni masomo sasa. Unarudia. Huyo mwingine akinja utakuwa umesimama vizuri. Jina la Yesu lipewe sifa. Nafikiri nimehudumia watu kama 3 4 wa business. 5 tarudi kwa hao wengine usijali. So Yesu akaitwa, akaendelea. Nasema akaendelea na shughuli zake, akaendelea na kuhubiri, akaendelea na kukaa mahali alikuwa. Si ati kwamba hakuwa anajua na hakuwa na hiyo feeling, hakuwa na hiyo feeling kwamba ni mgonjwa, ni rafiki na stahili kukimbia kwa haraka sana. Lakini yeye aliendelea, maana alijua huu ugonjwa either akufe ifanyike lolote, ni la kutukuza Mungu, ni la kufanya watu waniamini, waninjue. Maana labda wangehubiriwa kwenye alikuwa, hawakuwa namjua, walikuwa namuita mtoto wa Yusufu carpenter. Yes, alikuwa anajulikana hivyo. So ili anjulikane ni mtoto wa Mungu, ametoka mbinguni, mambo mengine kama ndile lazima ingekuwa. Tutasoma mengi, wacha tuendelee. Tunasoma nini? Ya kwamba ndile zingine ni za Mungu. Uelewe hapo. Ndile zingine ni za Mungu. Na season hii senye siko ni za nani? Ni za Mungu. Basi tunaona nini? Alimuita, hakuenda. Alafu kukatendeka nini? Hakuenda kwa haraka. Verse 11. Na akaendelea na kazi yake. Verse 11 na inasema nini? Akaendelea na kazi yake. Kisha after some days, thutha wa mithenya, akivangaliude guthie. Maana Yesu anaelewa na ana program na anatunjua zaidi, na angenjua itakapofika hii siku huyu mtu hata niamini. So ange prolong the delay kulingana na wao, kulingana na venye alikuwa na wanjua. Maana temptation yote ikinja inapimwa. Hata hiyo delay yenye uko nayo ama kenye unaona, let me minister to somebody, kenye unaona ikikusumbua unashindwa na kulala, ilipimwa. Ni wewe unasumbuka pule. Imepimwa olende, ikajulikana hii ikienda kwa Ruben ataendelea, ikienda kwa Kate ataondoka. So Ruben anaikura kuiku, si ate ni nzuri,
anaikula, lakini imepimwa kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Hii lazima akae kwangu, hata ikiwa atakaa kinugunika ama akilia, wewe ataka pamoja na kenye kimepimwa na unakipitia. Kuna mlango wa kutokea. That is 1 Corinthians 10:13. Kuna mlango wa nini? Wa kutokea. Mungu anatengeneza mlango utoke kwa hiyo jaribu. Shida ni yate ikiingia tu ikitugonga, maana tunapendanga vitu za haraka, tunaanza kunugunika, tunaachana na Mungu, tunarusi hope. Mlango unaambia wewe, mlango kaa. Na mimi naenda njia gani? Mlango ikifunguliwa njia hii, kisha upepo unakunja. Unajua niki upepo kinafunga ulimwe. Alafu nilikuwa ninaambiwa ya kwamba ndiye inaendelea na kusonga. Maana ikiwa ni kusoma, upende usipende. Ikiwa ni ya kukufunza kitu, lazima uirepeat. Hata ukiquit, lazima uirepeat. And the more una quit, ndivyo ndiye sasa inasongezwa. If it was supposed to be for 2 days, 5, 10. Ukirudi tena unarudi pale mwanzo. Tunaendelea tena. Ukifika pale unasikia hayo ni mimi. Kwa nini? Mbona hii kutimiwa? Unaangalia upande huu mwingine, tena inasongezwa miezi. Ndire. Nasema ni ndire ya kufanya tusome. Jina la Yesu ninje moteke na ogune guo kuli. Amutafurahia hapa kuna kusema imeni Ruben. Niona kwasa kako njire njara aragia wewe. Yes, atendire. Nilikuwa nikifikiri ni kusonga kama vile nilikuwa nimeona. No nyesa penwe. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema ndire singine ni sanani. 1, sa kutuleta kwa darasa. Usipoelewa hii ya Lazarus, maana wewe si Lazarus na utakufa by the way, of course unaletwa yako. Lakini inatolewa kwa maandiko. Hii yenye ninasoma ni ya ndire singine. Mambo mengine yenye tumekutana nayo na yameprolong. Yameendelea kuprolong, megusietie kwegusia ni ate oguno ogututhiaga tukiria gwa kahora. Demo unaona ndire ikiwa wrong, kuelewa gwaku ni guo riu ni aria tumetaga ati amekira thiketi sirulana nive sirulana if you are slow in learning maundu aya makiroho ogona guno ndire ithiage ne bebe niguo thome, si ati Mungu anakuchukia, ili uelewe. Jina la Yesu lipewe sifa. Samu mtu mmoja ameniuliza, hata ile ya mtoto wangu, hata ile ya mke wangu kweli? Na nimeiripiti mara nyingi, maana wakati ilitendeka siku ya kwanza na hapa. Wakati ilitendeka siku ya kwanza, unajua kenye ulitenda. So umeripiti kilasi. Aya. Nikurundi? Nasema nikurundia. Na before ufike pale tena, lazima uanze pale, unaenda pole inasongezwa. Mungu akikupima akoanje. Ifu alikaa 2 days, alikuwa anajua mimi nikienda huko atakuwa amekufa. Yes. Nikienda mimi ninajua ni wa marafiki sawa, lakini atakuwa so akasikia, maana Mungu wetu anaelewa na anajua. Akasikia sasa ameenda. Ati ndio alianza kusema turundi tuende huko Bethania tukamuone. Lakini akiwa pale, sikia, wakati wa ndire, during these days, hii ya masomo, hii yenye tunasoma, tunasikia tunaletewa hizo ndire tusome. Hiyo ni moja, hiyo ni ya kusoma. Verse 11 inasema nini? Aliyesema hayo, kisha baadaye hayo akawaambia, rafiki yetu Lazarus amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamusha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, mbona ikiwa amelala atapona? Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, na wao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazarus amekufa. Nami nafurahia kwa ajili yenu kwamba sikuwepo huko, ili mupate kuamini, lakini twendeni kwake. Unasikia Kenya anasema ni kwa nini alindile? I wish tumeshika hiyo mstari. Nami nafurahi.
Sikia, basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazarus amekufa. Nami nafurahi, verse 15, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba akina nani? Ni akina nani hao wanaitwa wen kwa ajili yenu? Wanafunzi. Wanafunzi. Na unjue sisi ni wanafunzi wa Yesu. Arutwa mothe makoragwa meskuru. Na this time tutaendelea na kusoma ili tuweze kutenda mambo makuu kupitia kwa kumwamini Mungu. Sasa anasema hivi, ati tuthiei, na alikuwa amejua already amekufa. Na akasema basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazarus amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuweko huko. Ndiathie rĩrĩa ndetirwo. Sikuenda kwa haraka, that is na njia nyingine. Kwa nini? Ili mpate kuamini, lakini tuendeni kwake. Kwa nini? Alikuwa na hisi ndiri. Maana aliwapima, kapima, akaona nyinyi akina Petro mnaonanga tu nikiwa wa Yusufu. Mnaona mimi ni mtoto wa Yusufu. Amjui nimetoka wapi? Mbinguni. Akaona kusipotendeka kitu practical, physical, hawa hata niamini. So ndio maana alindile for other 2 days ili waweze kuamini yeye ni nani. Sijui kama tunaelewa leo. Ili tuweze usipoamini maandiko, naomba tu tuelewe, ili tuwe tunatapu tu kwa maandiko, isiwe inaletwa physical. Physical is very painful. Very painful. Physical inakuanga very painful. Naomba tu tuwe connected, tunaelewa maandiko na tunaiamini. Tunaiamini na tunatembea nayo. Usipoelewa ule mwovu shetani anakuja na ichukua. Unafikiri akichukua mpaka tuonane Sunday, si hapa kuna masomo mengine italetwa na Mungu. Yes. Sasa njoo alielewa sasa wanafunzi hao wasipoona kitu ni waste time. Hata nikishinda kufanya yake, ndio maana kulikuwa na miujiza mingi. Ili waone kwamba huyu ni Mungu, waone hizi nguvu, waamini hizi nguvu na wanjue kwamba yeye ametoka juu mbinguni. Kwa hivyo akasema ninafurahi kwa maana sikuweko. Sikuenda wakati waliniita, na kwa kifupi, maana kwa ajili yenu ili mpate kuamini. Hivyo tu. Ni kwa nini haya mambo yote yenye tumekuwa nayo yanatendeka kila wakati tumeamini Mungu, tunapenda Mungu, tuliacha kazi zetu, kila wakati tunajitahidi hata kukaa kwake, tumekuwa waaminifu. Mungu akitaka kukufunza, si ati kwamba ni dhambi, anakupitishia tu kwa kitu fulani. Anakupitishia kwa kitu fulani. Wewe unaona ni kama umechukua, lakini yeye ananjua, maana wewe ni kazi ya mikono yake. Kwa hivyo nasema ya kwamba kuna kusoma, hiyo ni number 1. Tunaendelea na kusoma, na hata tunasikia ya kwamba ili tuamini, ili kila mmoja wetu aamini, basi kuna mambo yenye Jehova atandile tuweze kuyaona akitenda, akiyafufua, tena akiyatia moyo. Basi tutaenda moja kwa moja kwa verse 21, tuulize sasa, wakati ndile za Mungu ziko, ni nini kingine kinapatikana? Verses 21. Tuthiete tukithomaga, waga kuelewa umenye ni tukona na next week wena maundu maku kuthomithitwe namo. Basi Martha akawaambia Yesu, Bwana, kama ungelikuweko hapa ndugu yangu hangelikufa. Hapa sasa ameenda, na akiwa kando kidogo wakajua Yesu ako karibu. Tuseme ni kama pale Ngoruden na tuko hapa. Tuseme tu nafikiri hapa, hata nimesema hapa ni karibu, lakini wacha nitumie tu pale tunanjua. Wakasikia. So tunaona one of the sisters, that is Martha, akasikia na akaenda. Wakati alienda, aliambia Yesu kwamba ungekuja Yesu, ungekuja mwalimu, ndugu yangu angekufa. Tunaona nini? Nafunza leo tafadhali. Wakati wa ndizi za Mungu kuna mambo kama ya kumblame each other. Blame ni keketire. Blame each other. What is Haria? Kiswahili rahisi kidogo. Hiyo ni ile ya shule, lete hapa. Wewe msilete ile ya shule.
Ni muromia kithomo muyo. Tokeni shule, tuko huko kwa Mungu. Tuseme kama, wacha nitumie hii. Baba Muthoni mtumie njuu wako karibu na mimi. Tuliweka maji na tulikuwa tunatoa na stima, si ndio? Na Baba Muthoni ndiye hata saa hii na alikuwa in charge ya kufungulia nini whatever. Then all of a sudden tukaenda akaniambia ya kwamba it is no longer operating. Mimi sasa nasema mimi, si ni kweli? Si Baba Muthoni sasa nije niambie Ruben na niite Baba Muthoni, mimi ninajua ni wewe umefanya nini. Unakumbuka wakati nilikuwa na operate, mbona iko inaharibika? That is, hiyo ndio blame. Ni kweli? Maana kitu kimetendeka. Sasa ninaanza kuona ni Baba Muthoni. Lakini wakati alikuwa in charge akifanya kazi, siku anamwambia well done. Jina la Yesu lipewe sifa. Wakati Mungu ameachilia delay yenye itamtukuza yeye, kuna kuwa na blame game. Blame game is whereby unaona huyu mwingine ndiye mbaya, ndiye alikosi hii, ndiye alinifanya niwe na madeni, ndiye anafanya tuwe na njaa. That is blame game. Yesu ungekunja hiyo siku yenye uliitwa my brother ni kimutu tu, no tamundu tu, si ni kweli? Of course mtu angesema hivyo, inakuwa hivyo. Ninataka uangalie tukisoma kama kuna kwenye umepitia mpaka unaona huyu mwingine ndiye mbaya. Haya, usipoona tuonane hiyo Sunday ukisoma. Geke wale kako nyito menye no nginya uretero practical. Hii ujue ni thiole. Practical nero? Si afadhali usike hii tu. Twende kwa haraka, si ni kweli? Twende kwa haraka tusiwe na delay. Jina la Yesu lipewe sifa. Nimukongirera no korwa bauri. Si ate ninawafunga ni kuongea ukweli, hata mimi niko kwa maandiko. Si ni kweli? Hata mimi ninanenewa hapa. Ona ni ndiye mundu. Ujue ikifika hapa nakwambia nimeikura, nimekuwa yes, mpaka unasikia yes. Na nilimwambia nilianza na ngali ya kwamba inasimama mpaka hata nilikuwa na hiyo kitu. Nikaenda mahali kutoa pesa. Na kwa ate hivyo nilifika tu, huyo mama ananijua akaniambia, "Ambali ya mama, unjue leo kuna delay." Yeah. Nikamwambia mimi sitembei nayo. Sitembei na ndile, na nikajua ni yeye ako nayo kwa nduka. Kamwambia acha nikunje, na nikaenda. Nikasema sitaibeba. Maana nili experience last week, nikaisikia na ni mbaya. Mtu anasikianga ni kama akiwa kwa ngali atafurahi. Na hata si unaenda mahali ofisio ati kutafungwa, unasikia kama utakimbia mbele ya ngali. So nime experience, ninainjua na ninajua ni kwa nini ninahubiri mambo ya delay, maana Jehova alinitoa kule. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo nasema kuna blame game. You blame each other. Unapeleka makosa kwa ule mwingi. Huyo ndiye mbaya, ndiye. Na ninasikia issues of marriage here. Let me minister to the married people. Hata ikiwa watakuwa hapa, labda kuna wengine watasikia wasaidike. Ya kwamba inakuanga hivyo. Sana mundu umuno anginyari ona goyo nuonjo kagia thu. Isipokuwa ni huyu mama, nakwambia ningekuwa mbele wapi? Kwa nini ukukaa peke yako? Alikuwa ingie ili akindire, unanjua Mungu. Pigia Yesu makofi. Angekuwa ni wa haraka, hakuna kusoma. Hapana. Ukiwa unataka huyu mama afunguliwe aende kwa haraka, tapu hii. Wanaume Yesu asifiwe. Kama utaranjira Bwana Yesu asifiwe. Wanaume Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unataka mama awe wa anointing yenye inaenda mbio ya haraka, na si mbio ile ya kupoteza. Unajua kuna mbio zingine za upusi. Unakimbia alafu ni loss. Unakimbia loss. Hapana, ni unakimbia yenye iko na gain. Tabu hii, elewa hii, tembea na hii. Uipeleke kwako kama kuhani. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Makuhani wananenewa leo. Ni arume. Jina la Yesu lipewe sifa. Utindile blame game ati kwamba huyu ni very careless. Unaona hata nikinunua kitu ndio anaharibu. Uone tu, ifu nimenunua kiti haitaenda 1 month.
Na ikiwa ni kwa keti, anamblame Ndung'u. Sorry. Sasa nimefanya nini? Sorry. I'm sorry. Lakini iko. Ikiwa iko. Nendo iketi. Nimeisikia hata sitaki kuisema ni gani. Nasema hivi, ya kwamba kuna kuwa na blame. Those are the issues of marriage. Mingi. Hata kutendeke nini, lazima mmoja aone ni huyu. Lazima mbona uwezi ukaona ni wewe. Elewa sasa, usiposoma hii utaonanga huyo. Ati atachange, utaendelea na kumuona mpaka utatoka kwa hiyo masomo. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Basi tunasikia nini? That is verse 21. Tunasoma ya katika verse 21. Basi Martha akamwambia, hiyo ndio the blame game. Tuendelee kusoma mpaka 27. Lakini verse 22, hata sasa najua ya kuwa yeyote utakayo muomba Mungu atakupe. Yesu akamwambia ndugu yake atafufuka. Martha akamwambia najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi atakapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini atakapokufa kabisa hata kufa kabisa milele. Je, unaamini? Ona hii mambo yote, story hiyo yote, mambo na kukufa kwa Lazarus ni tu Martha na sister yake waamini. Na wengine wote kumbuke pia walikuwa wanafunzi wa nani? Yesu waamini, wako wanaamini kwamba yeye ukimwamini hata kitu kikufe, hata biashara ikufe, hata urafiki ukufe, hata yeyote ikufe itafufuka. Ukiamini nani? Ukiamini nani? Yeye ni ukimwamini. Huyu naye hakuwa anaelewa, anaelezewa, anasema kitu yake. Anaelezewa, anasema kitu yake. Ninasema ya kwamba alikuwa anafunzwa. Prolonged delay. Delay yenye kitu yenye inaenda kwa muda ikiendelea bila kupokea inakuwa pale, inatengenezwa iwe hivyo ili tusome. Sasa ona anafunzwa na Yesu juu ya kumwamini. Naye anaambiwa anaenda hivi, anaambiwa anafanya hivi. Na kwa ndile kuna kuwa hivyo ya kwamba wengi hakuna kujua, hakuna kuelewa. Maana unashindwa, na mbona mimi nimeokoka, kwa nini itendeke hivyo? Tutaluka kwa hiyo ni masomo that one. Nitafanya conclusion usijali. Naomba kuga amen iwe. That one na inasema hivi, basi wale Wayahudi walikuweko na Mariamu nyumbani wakimfariji. Walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Tunasikia kwamba Martha akafunzwa na Yesu juu ya kumwamini. Although inaonekana hakumwamini, hakuelewa sana, lakini kuna kile alishika. Aliendelea, akaona Yesu anaendelea na kukaa na after all my brother alikufa. So akaenda akaita sister yake. Sister naye akaingia. Tuko hapa sasa 31. Sister akakimbia kwa haraka kumraki Yesu. Akamkuta ako pale tu kwa gisagi, akiwa amesimama. Ako pale tu, hajaondoka pale. Naye huyu wakati aliingia, tunasikia kwamba huyu naye wakati aliingia kwa haraka, niko pale sasa. Wakati aliingia kwa haraka, alifuatwa na watu. Nasema alifuatwa na watu wakifikiri labda ameenda kujiua, ameenda kulilia pale kaburini. Wengi wao walimfuata wakifikiri, si aiku kenye walikuwa nafikiri, it was not the right answer. Niko pale wakati wa delay. Nasema delay ya Mungu, wengi wenu ni wale watanjaji wale wengine wrongly. Yes. Kama sasa hata nilikisikia prophecies za Ruben. Ni kitu yenye huyu mtu ameenda kusoma lakini hujui.
Maana amekosa kuelewa nini? So amepelekwa kusoma. Wewe atatumia unjanja yake na uongo yake, ni muongo najua. Atatumia, lakini before atoke huko kitambo mzima. Lakini ukiwa na huku sasa, tuseme ikiwa ni mke mume, watu ambao wako kwa urafiki, uone mtu anafanya ni kama anajificha hivi, unaweza kusema kama mtu kena mundu kare hiya anafanya usherati na huku anafanya nini na kile kingine, una judge wrongly. Wakati waliona ameenda amekimbia, wale walikuwa kule wakimfalinji, walikimbishana na yeye wakifikiri ameenda kaburini kulilia wapi. Hapo ndipo inaingilia sasa, wewe ambaye tuna judge wrongly, alikuwa ameenda kuona Yesu. So wakati wa delay kuna lot of judgments zenye ni mbaya, zenye sinakukuta wewe. Ulikuwa unafikiri nitafanya nini, na ndio maana unaona sasa watu wakianza kundiva. Hakuna kueleanwa. Hakuna kueleanwa, mmoja ikiwa ni wale wameoa, mwingine ananana akiangalia kwa ukuta upande huu, huyu mwingine, ama mmoja kwa kiti, huyo mwingine kwa kita. Maana ni wakati wa mafunzo. Jina la Yesu lipewe sifa. Mmoja amekuwa offended, but hataki kukaribia huyu mwingine. Ini ndirona mkinjariria niguo kanateguo niguo kanateguo ega hivyo kila hivyo mwana ni ebukuri uto ni marega riri mande. Sasa kuna kitambi ya mtu wa mande, wende sinde iko tuendelee. Ni nani wanataka kutufunza na simu? Ama anasema ipelekwe next week, hiyo message ipelekwe. Nasema ya kwamba utakuta watu waongerezeani wakati wa delay, ndio kuna kuwa na mambo kama hayo. Nini Mungu anataka kutuonyesha? Ya kwamba kuna kitu hao watu wawili watatu, sisi wenye atuongerezeane, tunataka kufunzwa na Mungu. Wanamwareka kuga ameni, ngauga ka ameni nyiki, ngauga ameni ni mathomo. Leo ni ile ya kusoma hata nimeandika. Then tunamalizia na kusema nini? Verse 32 and 39. Hiyo nitapitia kwa haraka. 32 37 inasema nini? Tunafunzwa wakati wa delay. Wakati huyu msichana aliingia, huyu wa pili sasa, alianguka miguuni mwa Kristo. Hata na yeye miguuni, huyu alilia, huyu naye ni wakulia. Wakati wengine delay ikiwa kali, ikiprolong, utajua how they are weak emotionally, utajua strength yao ama weakness yao. Wataionyesha tu, hawataweza kuficha. Usiniambie hii ni mambo ya kifo, mimi nafunza. Hawataweza. Unajua kuna delay zingine, kuna vitu zingine zenye zinakuja kwetu sinakaa kama kifo. Hata ikiwa kuna mwenye amekufa, unajikuta tu kilia peke yako. Unafikiria how many times not furaha, machozi ya furaha. Unakuta mtu analia na angalia, ninaishi ninakaa, unalia. Ni venye unalianga peke yako. Jina la Yesu lipewe sifa. So huyu naye akeweza kusuidia, si kama ule wa kwanza aliongea, akaona mbona atoki hapa. Wacha nimuite ule mwingine. Huyu alianguka akamwaga yote. Wakati wa delay kuna mmoja ako very weak. Ataimwaga, ataongea. Huyu mwingine si wa kuongea, ni machozi. Kuna mwingine ni kunyamaza lakini machozi. Kuna mwingine sasa naye huyu ataonyesha, especially wanaume, machozi lakini anambleed wapi? Na ndio maana unaonanga wanaume wakikufa mapema. Maana hakuna kuongea, ni bleeding ya wapi? Ataambia nani sasa? Kwani atalia mbele ya watoto swali? Mama anaweza kulia, walie wote. Yeye na watoto? Yeye na watoto. Nasema au wana bleed na uko ndani. Hawataongea, lakini utajua how weak they are. Maana kuna reactions zao. Tunaona huyu naye akitufunza wakati wa delay. Hapo ndipo tunasoma huyu ni weak upande huu, strength yake upande huu mwingine. Sijui kama hiyo inaeleweka. Hiyo ni ya very few people, lakini iko sawa. Tunakuona venye uko emotionally.
Wengine wanaongea matusi mambaya, wanatoa yote. Nindire sasa ndire nene hire muno mpaka unaanza tigane wewe kilio ungeandikirerie ungefanya hivi mpaka anaanza kuongea mambaya. Nasema mambaya. Wengine ndire ikiweko wanatumiwa na Mungu, that is emotional also strength yake, anatumiwa kuencourage yule mwingine. Sijui wewe uko wapi? Niko ya mwisho, that is 39. Ndire ya Mungu ikiweko tunasoma nini? Ni mambo gani yenye tunasoma kupitia kwa text ya siku ya leo? 39 ni njotia ndo ingi mangiga maundas mothe kiongo ningo mafanya matwike nini oli samali. Yesu akasema liondoeni njiwe. Hiyo yote ilitendeka na tukasoma na tumesoma tukafika sasa wakati wa practical. Na ninajua wengi wetu wanangojea hapo sasa. So hata hivyo akafika kwa Lazarus. Akakuta watu wanaomboleza, wanalia, wamefika mwisho. Akauliza mumemweka wapi? Akapelekwa na huyu mwenye alikuwa naye ndiye alikuwa anamuongoza that sister. Wakaenda mpaka kaburini, wakakuta of course kaburi za wakati ule zilikuwa zinachimbwa alafu nawekelea jiwe kupwa juu. Akafika pale na ukumbuke before afike hata yeye emotionally alikaa kama wao, akaanza kuli. Wengine wakaanza kusema ya kwamba kusengenywa sasa. Machengenyo ina wakati wa ndile ukipatwa na ndile na kuambia watu watakusengenya. Nimekualia. Wanaongea mambaya hata mazuri yote. Huyu mtu si alivuvua ule kipofu. Si aliombea ule kipofu. Mbona aliachilia Lazarus? Ange achilia neno apokee uponyaji. Wakaongea yote. Sasa wakati alifika kwa kaburi akasema, maana kulikuwa na njiwe liondolewe. Tunasoma nini? Yo somo la mwisho, during the delay. Nasema during the delay. Wewe na mimi tuko na kazi ya kuna vitu senye tutaondo. Hata ikiwa Yesu atakunja anene amuka, kuna singine lazima hata wewe uondoe. Jiwe saina mingi. Nijiwe saina mingi, sijui kama wale ambayo wamepitishiwa kwa ndile kubwa, ninasema kama 1. Ndile ingine ni discouragement. Yes. Inawekwa hapo juu mpaka uonangi kuendelea, unaona no, sioni. Singine tunaambiwa tuondoe senye tumekuwa naso wiki hii sana, ilikuwa discouragement, kuwa offended, kuhenga ovyo. Ingine ni kiuongo. Kinakaa hapo mpaka kilikufanya ukufe kabisa. Bitterness na hasira sote tunasinjua zote. So akasema tuondoeni Tunasoma nini? Wakati alisema hivyo, kasichana kakamwambia, no, I'm addressing those sisters here and brothers. Kwamba, no, Yesu ndiye anasema uondoe njiwe na unasema no. Hawa ni wale very quick kwa alia. Unamwambia nitabarikiwa, utabarikiwa na njia ya kuinua hii meza, anakuambia afadhali niinue kiti. Yes. Mungu anasema inua upange, si afadhali kiti. So mnakuwa watu anje. Na jina yake ya kwanza inakuanga no. Then anarudi kusema yes. Na nikaambiwa niseme hao watu ndio wanakuwa na prolonged delay. Maana matulithagia roho muthe, don't quench the spirit of God. Unaambiwa keti, alafu unasimama. Na ni roho wa Mungu anasema wakati ule anapima obedience, anakupima uonekane kama unaamini. Huyu mwenye anaongea ni nabii, ni nani amekwambia message? Neno la kwanza ni no. Pisha yeye kila mbili. Songeza mbele nginya mwaka moku. Mweli moku. Na ni yako tu. Ni yako kasana haraka sana kalisema nini? Kamsichana kalisema ya kwamba ondoeni njiwe, utasikia tu. Yesu akasema liondoeni njiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana ananuka sasa. Sikia. Kuondoa njiwe na kunuka. Kwani Yesu hakuwa anajua? Hata anamwambia Daisy. Bado hakuwa amejua Yesu ni nani. Huyu ananuka sasa. Yeye ni ameleta block. So kumbe wengi wetu hapa tu
Badala ya tuenende na neema yenye iko, ni sisi tunafunga na ulimi. Maana tulisema ulimi unakuwa na urogi. Ulimi uko na uhai ama baraka. Uko na kifo ama uko na yes. Ukisema jina no kwanza, hiyo ni kuua. Hata ukiendelea mara ya pili, already itakuwa imesima. Isipokuwa ni neema. Na tulianza na kuimba hiyo wimbo na nikalia sana. Wimbo yenye tuliimba asubuhi keti. Ngai when you turo na nafikiri nimeimba sande kama ine. Leo ikawa imeniingia saidi. Nikiona vyenye leo isipokuwa tuhurumiwe na Mungu tu. Isipokuwa niyo maana wengi wetu ni wale wanambroke na wao tena uchawi. Wao fambo kasis. Vabo. Kirumi giakue. Tondo rulemerwe kirumi. Either orage kana orathime. Yes. Hivyo ndivyo maandiko inasema katika kitabu ya Proverbs. Kakasema hapana kwanza nikasema kwanza kanaambia Mungu that is 37:39. Yesu akasema liondoeni njiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia Bwana ananuka sasa maana amekuwa maiti siku 4. Nani amekuuliza sasa? Unaambiwa ondoe. Hiyo ingine ukae nayo. Hiyo ingine yenye unajua ukae nayo already mwenye kunena uhai ako. Jina tumjue na tumwamini hivyo. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata hivyo akanjua oyori unawathomire na kona au makuo. Sasa huyu maana sasa hata kumfunza mimi ni nani, mimi ndiye uhai, bado hajasoma. Wacha tuende ingine. Nasema njiwe liondolewe. Na hata kwenye wale wote wako na njiwe juu ya maisha yao, ni kazi yako ya kuondoa. Jina la Yesu lipewe sifa. Maana kuna ufufuo leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Ikawa hivyo maana kupitia kwa neema dhasi yanga hii ehigarekie na nakwambia ndiso itatumika leo. The mercies of God, not that we deserve it, no. Tongero rio no twekarire muno leo ni une tugwekara. I pleaded with God, mwathani show us your mercy. Tuigwire tha maana tumeshindwa, tumejifunga, tumelemea mahali pamoja. Ninaomba tumuvu leo. So wakati njiwe ona sasa. What if unajua ile tunasema denial ni kulega. Yesu akiwethigare rutwe na kiarauga asa. Hiyo ndio inaitwa denial, self denial. Kwa mind unasema no, kisha from the bottom of the heart the mouth speaketh. Kiumagana kou na gikora kiama. No. Ate mapepo, wa mwili no mapepo kila wakati. Ni mundu. Inakuwa hivyo. Jina la Yesu lipewe sifa. Naomba tu Mungu atusaidie. Akisema ni kuinua hii mti nipate samba, na inua throughout the day. Hata mkinichekelea hiyo ni shinda, mbona nipate? Ukiona mimi ni mjinga, hiyo ni yako. Jina la Yesu lipewe sifa. Basi jiwe likaondolewa. Nini ilitendeka wakati jiwe liliondolewa? Verse 39. Jiwe likaondolewa. Na tukaona ya kwamba kuna vitu tutaondoa. Basi tunaona ya kwamba yeye akiomboleza, akiwa na uchungu mwingi, akaita Lazarus. Ukumbuke amekufa. Maana yeye ni uhai. Kumbuka tuna Yesu ndani yetu. Basi tuko na uhai. Vitu zenye tuko nazo, either ni marriage, either ni kazi, either ni mtoto, ikikufa, maana uko na uhai, ni wewe utakiita. Unakiita wewe kazi. Lazima ulete pesa leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunakinenea. Maana tumepewa mamlaka na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata before ufike kwa nimesikia sio kila mtu ako na mamlaka. Maana wengi ni wale wanasemanga no kwanza. Before ufike kwa kupewa mamlaka, although tumepewa, ni venye hatujui. Basi ninasema na si ya mapastors, hata wewe mwenyewe unaweza kuifufua. Maana Yesu mwenye ambaye anafufua ako ndani ya Lazarus, akaitwa akatoka kwa kaburi. Lakini hapa kuna challenge. Alitoka akiwa amefungwa wapi? Na nguo za makaburini.
Kumbe kuna watu wanaitwa, wengine nao wako na uwezo wa kusema come out. Inatoka, unatoka, lakini kasi inaacho ikiwa imefungwa na nguo za kaburi. Miguu, nani miguu? So enda usome vizuri. Miguu ilikuwa imefungwa na manguo ya kaburini. So hata ikiondoka, ikinenewa na uinene, usipoona, uwe na macho ya kuona nguo. Usipoona nguo, hiyo kasi haitatembea. Itakuweko tu ile kasi ya kukuranga. Hadi tu good. Kuona gato wako leo tudheri. Na wale ambao encourage wanasema ya kwamba ate tuheo mutheiro citu cia gutuiga kawera ka kurutaka kuria kutheri ni twarega. Funguliwa miguu, kasi iweze kuendelea. Jina la Yesu lipewe sifa. Aya, kasi hiyo ingepatwa na mtu katikati yetu. Miguu, hiyo ni moja. Hiyo ingine alikuwa amefungwa wapi? Soma vizuri. Unajua hii ni nini? Mawazo. Na hiyo ingine, na si Yesu alifanya hivyo, mfungueni. Na ndio maana sisi tuko hapa watu wa deliverance. Tunaondoa nguo za makaburini leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Naona kasi mingi sikitembea na challenges. Jina la Yesu lipewe sifa. Na wale ambao ni wakusemanga no, watatubu kwanza. Waseme Mungu, ni mimi nilifanya hii kitu yangu, isio hii isimame. Maana nikiambiwa na nabii, kwanza nasema ama ninaenda hivi, yeye akienda njia hii naye na mimi kitambo tukutane ni nini? Niendelee. Kitambo tukutane tena inasongeswa mbele. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ninasema nini? Nina conclude by saying ya kwamba ninamalizia na kusema nini? Ya kwamba akafunguliwa na akawa hai. Na hivyo ndivyo itatendeka leo. Naomba kwa wachache, maana labda kunao wamechoka saa hii. Tusimame tu kidogo. Simame kidogo. Naomba Ruben anichezee drum. Kiti na fikiri utaweza kukumbuka hii. Kunja hapa kidogo. Nikurudisha tu si ile ya kuimba. Twende kwa haraka Ruben. Niko past time. Wacha ndide. Ruben wacha ndide. Sawa sawa? Tutarudisha anje. Ni mimi nimeimba wimbo ndio ilikuwa yangu ya kuimba rastri. Tutarundia tu. Niondoleko ngere mangai. Ni jambo gani? Nauliza hivi kwa wale ambao wasikii Kikuyu. Ni jambo gani inaweza kumshinda Mungu wetu? Inaweza kulemea Mungu wetu? Nauliza hivyo. Uniondoleko, tudhie niondoleko. Ndoliani ondoleko, ugani ondoleko. Ugani ondoleko, ugani ondoleko. Ondoleko ngere mangai. Sinaeli meweroine, mae agwo gya kulia ningai. Sinaeli meweloine, mae agwo gya kulia ningai. Ngoliani ondoleko, ngoliani ondoleko. Ondoleko ngere mangai. Ugani ondoleko, ondoleko. Ondoleko ngere mangai. Tigangai amenyereira, amenyeleli alutaga watu. Tigangai amenyeleira, amenyeleli mekoruta watu. Ngoliani ondoleko, ondoleko. Ondoleko ngere mangai. Yesu aloiga newe njera, newe moyo ningene otheli. Yesu aloiga newe njera, newe moyo ningene otheli. Take your time when you are feeling gloomy. Take your time when you are feeling gloomy.
Take your time, you gonna feel alright. Take your time when you are feeling gloomy. Yesu aloiga ne wenjela ne we moyo ninge ne wodeli. Yesu aloiga ne wenjela ne we moyo ninge ne wodeli. Golia ni ondoleko ngere mangai. Ni ondoleko uga ni ondoleko ngere mangai. Hakuna tupigie Yesu makofi. Naomba tuketi nimalize. Namalizia na kusema nini? Ya kwamba ndile singine ninamalizia. That is samale tunaita hivyo. Tulaleta liwo corona njira ngubi niguo nyite. Samale ni atiriri. Ndile singine sio za shetani. Singine ni samu. Mungu akiona ya kwamba hutaelewa maandiko kama huyu Mary, ataileta practical. Lazaro akufe, usingonjee kitu yako ikufe. Elewa maandiko, tupokee roho wa kuelewa maandiko. Jina la Yesu lipewe sifa. Ati mpaka kitu kikufe ndio tutanjua Yesu ndiye uhai. Ati kikufa ndio tutamunjua. Atungonjei mpaka kikufe, na kile kimekufa olende kuna uhai leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Unajua watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Inaweza ikawa huko kama hao wasichana, ulilaani, ukunjua, mlengiremu yote, uliwekelea nani, ukamchukia, ukaweka njiwe zote, hata Samara msanini yote iko juu. Ukiambiwa uondoe unaondoa leo, ukimwona kesho unasikia kutapika. Kusameana. Utamsamee ili uweze kutoka kaburini. Jina la Yesu. Ondoeni jiwe. Jina la Yesu lipewe sifa. Hiyo itakuwa ni pati yako. Hiyo ni pati yako. Ukimulikwa na neno la Mungu unaenda, maana tunasema transformation is a process. Ati tikananga gayo kirine benya muno kugarurwa kuthiaga step kwa step. Ndigwa korwa ciarirwo na wiru no wirire Ngai muno. Ira Ngai kila wakati unamwambia mimi ni wawi. Mimi nikiona tu Baba Mudhondi anasimama kila sane nasikia vibaya. Nasikia vibaya. Nikiona tu amefanyiwa nasikia hiyo, usikia vibaya na wivu. They are sisters, mother and nini. They are together. Ni wewe hiyo unaambia Roho Mtakatifu kila wakati, maana kuna vitu zenye tulisaliwa nazo. Kwani Yesu alikuja kufanya nini? Kazi yake ni kutukomboa sisi. Tuliokoka, lakini wengi njiwe zingine asinja ondole. Tungali nazo, sinanena na watu wanasiona. Tumesikia kwamba wakati njiwe ilienda, na unjue sasa usipoondoa njiwe unjue unakaa wapi. Hiyo kazi yako, hiyo issue yako ya money inakaa wapi? Issue yako ya marriage inakaa wapi? Usipoondoa na tena ukiondoa ujue kuna kazi ya kusiki deliverance, utolewe nguo za makaburini. Na ingine yenye inafunganga mawazo. Kufunga mawazo ni kumaanisha olende nyota yako ilienda. Ni nyota ilienda. So unaweza kutembea, tunaona ukitembea, lakini hauna nyota, iko na mtu mwingine. Ilienda na mwingine mwenye alikufunga hata. Ilienda na mwingine. Na ujue wengi sana wakikufa, of course spirit hakuna mahali sinaendanga, so sinatafutanga watu. Kuna wengi wanakimbishana hizo kitu yenye alikuwa nayo, wachukue kwa haraka. Wengine sinachukuliwa kwa hai tu, unatembea mbira. Nasema unatembea mbira. Naomba tusimame na malisia pale. Ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu atatufunza mengi hata tukiachana. Kwa haya machache nafikiri tunaweza kuamini Mungu. Tunaweza kuamini Mungu kwamba hata ikiwa tuko na mambo yenye inaonekana na tumesikia kweli, sijui mimi kama hata nilikufa kitambo, hata nilisaulika. Hapana,
kuna uhai leo, na tukiamini itakuwa hivyo. Sasa jiite mkutano kwa dakika chache, jiite mkutano. Ni wapi unataka kutolewa? Tulianza na ile ya kukosa kuelewanwa. Tunaanzanga hivyo tu, ndile zingine ni za Mungu. Tunaomba Mungu atusaidie. Wakati ndile imekunja kwa asante, ndile imekunja, Mungu atufunulie ni ya Mungu ama ni ya shetani. Lakini yenye tuko nayo season hii ni ya nani? Ni ya Mungu. Maana kwa hii ndile ya Mungu angependa tumjue, tusome. Kwa hivyo kuna vitabu zenye watu watapewa wasome. The more unashindwa na kusoma ndivyo ndile inaendelea. Na unaendelea na kulipiti. Na tunasema sio mimi leo, sema sio mimi. Nitaelewa leo na nitamove. Jina la Yesu lipewe sifa. So tunajiita mkutano, sijui uko wapi. Wewe ni mtu ambaye labda ulifika mahali naambia anasema hivi na unaenda wapi? Ama uliweka laana no. Na unjue ingali pale. If you quench the spirit, utulia roho. Kindu gyaku kakirugamaga. Neoguo hata Roho Mtakatifu wa Mungu akunenea na unapishana na unakataa, inasimama tu mpaka wakati utasema yes. Alafu unaanza so many times wale ambao ni wale ambao manjuanji hata wakumbukangi ni nani unaongea na yeye. Manjuanji unaongea kwanza unjue watu ulia roho kendo kirugamagoba. Bes kunao wako kwa hiyo area. Hao wengine ni wale sasa hata ukishinda kufunza unonginya mone geko la Soloma. Sasa wakitoka ndio kweli alikuwa Yesu alikuwa. Tusingonje tufike pale, wacha tuamini bila hata kuona. Tuamini bila kitu yeyote kukufa. Na sisi simekufa already kwa sababu labda tukua tunanjua leo kuna ufufuo. Sijui uko wapi. Basi maana unajielewa basi. Ikiwa kuna area basi ungependa maombi, uinue mkono wako juu nikuombee kulingana na venye nitaelekeshwa na Mungu. Na hapa kuinua unjue ni kuamini. Ni mambo na kuamini. Basi kwa wale wameinua acha niwaombee. Hakuna kuongea maana kuna wengine hata kuinua mkono kuna delay maana bado wako kwa process ya kusoma. Bado wanjamaliza masomo. Hata ukiona kuinua mkono ataanjui huyo kadho madhome. Tegua. Tuona na inake Sunday aendelee na kusoma. Mfalme mkuu, tumeinua mikono yetu juu. Tumesema ndio kwa neno lako. Ndio Yesu, ndio baba yetu. Wewe ndiye umenena nasi kupitia kwa Lazarus. Na ninajua kuna vitu nyingi sana zenye tumelaani, tumekuwa na blame game, tumeshuku mmoja na ule mwingine, na hata kuna kwenye hatuelewi kamwe. Ukinena nasi mfalme, tunaomba mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu, maana yeye ndiye mwalimu, ashuke ndani yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, shuka ndani yetu. Unatufunza, unatufunulia aliyo sirini. Naomba ufungue macho yetu ya kiroho tena Yesu, ili tuweze kuona clearly katika jina la Yesu Kristo. Na kule tumequench the spirit of God, tunaomba utusamehe. Tusamehe mwana wa Mungu, tusamehe Mungu wa Israeli, tusamehe mfalme mkuu, tusamehe Yesu, kisha uanze pamoja nasi. Enable our spirit to be alert. Once you speak to us, tunasema ndio ili tuweze kumufu na hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Kuna wameinua mikono Yesu, walinjilaani wao wenyewe. Naomba uwasamehe. Ondoa hiyo laana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu mwana wa Mungu, tasema kuna njiwe saina mingi tunashindwa sometimes ni kusiondoa. Ninaomba kulingana na Matthew 15:13, mbegu yenye haija bado na baba, unasema ya kwamba unaingoa. Naomba ukang'oe hizo njiwe, ukaondoa hizo njiwe. Tusaidie Baba, tusaidie mwana wa Mungu kuondoa hizo njiwe zenye zimetukalia maishani, kazini kwetu, marriages, issues of our health, even money, in the mighty name of Jesus Christ. Mungu wa Israeli, tazama wengine unawaletea mitihani ya kuwa faithful na with very small amount, and they are waiting for a lot of money. Once they fail with the small, the very much money yenye iko mbele, the amount of the money, the bulk, inakuwa delayed. Mwana wa Mungu, naomba uwasamehe
wasamehe Yesu, wasamehe mwana wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Emmanuel, tasama tumeinua mikono yetu juu, maana marriage zetu siko kabulini, kazi zetu siko kabulini. Tunaamini ya kwamba jiwe simeondoka oleni. I now call upon that marriage ifufuke. I call upon that whoever has got issues of body, saa hii akapokea uponyaji. Huo mwili saa hii ninaunenea come back to normal. Receive healing. Receive healing. Toka kwa hiyo kaburi ya magonjwa. Toka kwa kaburi ya magonjwa. Toka kwa kaburi ya magonjwa. Toka kwa kaburi ya manene. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nafungua kila makaburi kwa uweza Kristo alionipe. Nikinenea mmoja kwa mwingine. Kasi hiyo yenye iko kwa kaburi ninaifufua saa hii. Ninanena uhai. Hiyo ministry yenye iko kwa kaburi ninanenea uhai. Hiyo kasi ninanenea uhai. Pokeeni uhai. Pokeeni uhai. Naondoa nguo zote za makaburini katika jina la Yesu Kristo. Ninalenjesha nyota zenu. Ninalenjesha nyota zenu. Pokeeni nyota zenu. Pokeeni nyota zenu. Na ninanena kufunguliwa. Kila mtu mwenye ameamini neno na ameamini ya kwamba Yesu ako hapa na anafufua, sema nimefunguliwa. Sema nimefunguliwa. Sema nimefunguliwa. Tupigie Yesu makofi tukisema amen. Tuseme amen. Sema amen. Ai, sisikii mkisema amen, si ando aguka na memoyo kweli. Tuseme amen. Sema nimefunguliwa. Sema nimewekwa huru. Sema nimetoka kabulini. Kazi yangu imetoka kabulini. Ndoa yangu imetoka kabulini. Nimeondolewa nguo za makabulini. Sasa nitatembea. Kazi yangu itatembea. Ministry itatembea. Nyota yangu itasaine. Pokeeni urejesho. Pokeeni urejesho. Na ni katika jina kura Yesu Kristo. Tushangilie kwa makofi tukisema tumepokea. Sema nimefunguliwa. Watoto wangu wamewekwa huru. Mume wangu amewekwa huru. Mke wangu amewekwa huru. Kazi yangu imewekwa huru. Ministry niliyo nayo imewekwa huru. Hatuko kabulini tena. Pokeeni uhai. Pokeeni uhai. Pokeeni miguu ya kutembea na kumove. In the mighty name of Jesus Christ. Na mtu aseme amen.